Kwingineko ni kwamba wito umetolewa kwa wanaume kuwajibika zaidi katika ndoa na familia zao ili kupunguza migogoro na ongezeko la talaka linaloshuhudiwa katika jamii. Kadhi Sheikh Abdulaziz Mohamed amesema kutowajibika kwa baadhi ya wanaume katika kuhudumia familia pamoja na visa vya ukatili wa kijinsia ni miongoni mwa sababu kuu zinazochangia kuvunjika kwa ndoa nyingi. Akizungumza katika warsha kina mama kuhusu masuala ya ndoa, Sheikh Abdulaziz alipendekeza warsha kama hizo kufanyika kila baada ya miezi mitatu ili kuimarisha maadili ya kifamilia na kulinda taasisi ya ndoa. Mwanahabari wetu Mohamed Ismail ana taarifa kamili. Akizungumza katika warsha ya kina mama kuhusu masuala ya ndoa, Kadhi Sheikh Abdulaziz Mohamed alipendekeza warsha kama hizo ziweze kufanyika kila baada ya miezi mitatu ili kuimarisha maadili ya kifamilia na kuimarisha taasisi ya ndoa. Shughuli kama hii ni muhimu sana na ni dharura sana ifanyike kila wakati katika baada ya kila miezi mitatu ama miezi minne, kwa sababu ni muhimu sana na inachangia katika kuboresha kuishi kwa jamii kisawasawa ili maisha ya familia ikuwe sawa. Sheikh Abdulaziz alibainisha kuwa sababu kuu zinazochangia kuvunjika kwa ndoa nyingi ni kutowajibika kwa baadhi ya wanaume katika kuhudumia familia na watoto wao, pamoja na visa vya ukatili wa kijinsia vinavyowalenga wanawake. Chanzo kubwa ni kule wanaume kutowajibika na kupeana maintenance ya familia na watoto, na vile vile cruelty, yani kudeal na wamama vibaya na kuongea kwa tusi maneno mabaya na vile vile kufua cruel na kupigana na wao, ndio miongoni mwa chanzo kubwa ya kuvunjika kwa ndoa. Aidha, alifichua kuwa jumla takriban kesi 13,000 ziliripotiwa katika mahakama za kadhi mwaka 2024 hadi mwaka 2025, huku kaunti ya Mombasa ikirekodi kesi takriban 3,005 zikihusisha migogoro ya ndoa, urithi na masuala mengine ya kisheria. Kesi ambazo zimewasilishwa mwaka ilio 2025 ni kama kesi 13,000 na kadha Kenya mzima, lakini Mombasa ilikuwa na kesi 3,005. Hata hivyo zote si kesi za divorce, kuna urathi, kuna matrimonial properties na mambo tofauti. Wakati huo huo, aliwataka maimamu na viongozi wa jamii kutekeleza wajibu wao wa kuelimisha waumini kuhusu muhimu wa kudumisha ndoa zenye amani na mshikamano. Pia aliwahimiza vijana kujiepusha na matumizi ya mihadarati, kuwajibika wanapoingia katika ndoa na kushiriki kamilifu katika kujenga familia imara na jamii yenye maadili mema, huku akiwarai wanaume kubadilika na kuheshimu pamoja na kuhifadhi wanawake ili kulinda ustawi wa familia na jamii kwa ujumla. Hatua muhimu ni maimams wawajibike na waeleze umma kuhusu uboreshaji wa ndoa. Kwa hivyo lazima mtu kwanza awajibike. Baada ya kuwajibika, yale yamemshinda basi si shida, lakini lazima mtu awajibike kulisha familia yake. Hiyo ni wajibu kisheria. Kwa upande wake, kiongozi wa kina mama wa SUPKEM kaunti ya Mombasa, Riziki Juma, alisema maadhimisho hayo ya mwaka mpya wa Kiislamu katika warsha hiyo yalijikita katika kuwawezesha wanawake kiuchumi. Aliongeza kuwa washiriki walipata mafunzo kuhusu ukatili wa kijinsia na elimu ya uwekezaji kupitia hisani ya Stima Sacco. This year ilikuwa ni economic empowerment. Tumeona kama wanawake wetu wa Kiislamu pia ni vizuri kuwa empower na financially waweze kujiendeleza. Ndio maana tukawaleta partners na Stima Sacco. Naye kiongozi wa wanawake katika eneo bunge la Changamwe, Mwanamgeni Suleiman, aliwataka wazazi kuwalea vijana katika misingi ya dini na maadili mema, huku akiwashauri wanawake kuwa waangalifu na kujistiri wanapotumia mitandao ya kijamii. Washauri wazazi wetu tuangalie vijana wetu. Kwa mitandao ya kijamii saa hizi tunaona TikTok, mambo vijana wetu wanayofanya especially girls hayapendezi, hayafurahishi, si katika maadili ya Kiislamu. Kwa hivyo tunaomba wazazi tuangalie watoto wetu na tuhakikishe tunawaelekeza katika njia ilo sahihi. Wanawake wetu wa Kiislamu wale ambao mnafanya biashara TikTok, tunawaomba jamani, mkifanya hizi TikTok tuwe tumejistiri. Nikiripotia taswira ya Al Shifa, jina langu ni Mohamed Ismail.